قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. نعم. الحديث 35 حديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مبكيوا kutoka Abu Huraira radhiyallahu anhu amesema: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, amesema mtume wa Allah صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحاسدوا, msihusudiane. لا تحاسدوا وصيغة ya musharaka, لا تحسد أخاك ولا يحسدك أخوك. asikuhusudu, usimhusudu ndugu yako wala ndugu yako asikuhusudu wewe. Na sio lazima ili upate dhambi kwamba hiyo tahasud ipatikane kwa pande zote mbili, kwamba wewe umemhusudu na yeye akakuhusudu. Yatosha tu itakayopatikana kwa mmoja katika wao kumhusudu mwenzake kupata madhambi. Na wengi katika wanawachuoni wameleta taarifu ya alhasad, wakasema tamanni zawali ni'mati anil ghayr, ni kutamani kuondoka neema kwa mwingine. Wewe watamani neema iliyoko kwa ndugu yako imuondokee. Huo ni uhasidi. Sawa kana diniya, ni mmoja imekuwa neema hiyo ni ya kidini, am dunyawiya, au ni neema ya kidunia, na jambo hilo ni madhmumun bil ijma'i. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yeye katika taarifu ya hasad katika al-Majmu' al-Fatawa anaeleza kwamba ni karahiyatu husuli ni'mati lilghairi, ni kule kuchukia kupatwa neema mtu, kupatikana neema kwa mwingine. Sio kwamba lazima utake utamani iondoke, mwenzako tu kapata neema wewe ukachukia. Kwa nini imekuwa hivyo? Kuchukia neema ile kwa mwenzako ni uhasidi. Walau lam yatamanna zawalaha, hata kama hajatamani mtu kuondoka kwake hiyo neema, kwa hiyo ni jambo baya. Wewe unatakiwa ufahamu tu kwamba hii ni qadhaa ya Allah subhanahu wa ta'ala na qisma yake. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum, sisi ndio tuliowagaia maisha yao baina yao maisha yao katika ulimwengu. Kwa nini wachukie? falmu'ti walmani'u wannafi'u waddar man huwa Allah azza wa jalla, anayetoa, anayezuia, anayenufaisha, anayedhuru ni Allah azza wa jalla. falhasadu kali'tiradi ala mu'ti hadhihi an-ni'am, kwa hasad inakuwa ni kama ni kumpinga aliyetoa neema hizi akawapa baadhi ya watu. Kwa hiyo la tahasadu, msihusudiane, wala tanajashu, wala msipandishiane bei, msipandishiane thamani kwa maksudi, kwa lengo la kumtia madhara mnunuzi, kufanya tanajush. Sawa, mimi nauza bidhaa yangu kwa shilingi 100,000, aje mtu hahitaji kununua, pengine kwenye mnada hivi hahitaji kununua, lakini tutaka bei ipande, wengine wanunua kwa ghali. Sasa mimi nitanunua 1,500,000. Kwa hiyo huyo alikuwa ambaye alinunua kwa 100,000 tayari hawezi kununua tena. Anakuja mwingine 170,000, mwingine 200,000, mpaka bidhaa inakuja kuuzwa 300,000, 500,000, kwa sababu ya watu walioingia katikati kupandisha bei na hawana raghba ya kununua katika hilo. Kama raghba ya kununua ipo, hapana vibaya katika minada kama hiyo. Mfahamu? Wala tanajashu, wala msizidishiane bei, msizidishiane thamani. Sawa? Wala tabaghadhu, wala msibughudhiane, la yubghidhu ba'dhukum ba'dha. Sawa, isipokuwa katika jambo ambalo linachangua
kifungu cha imani, kama mtu kumchukia mwenye kufanya israri katika maasi au mwenye kuyadhihirisha maasi ukamchukia kwa hilo, hapo panafaa kumchukia kwa kadiri ya maasi aliyoyafanya. wala tadabaru wala msipiane migongo, wala tadabaru msipiane migongo. La yuwalli kullu wahidin minkum akhahu dubura, sawa, mzako aje wageuka hivi kama vile hujamuona. wala yabi' ba'dukum ala bay'i ba'd, wala baadhi yenu wasiuze juu ya bei ya baadhi nyingine, wala wasiuze baadhi yenu juu ya bei ya baadhi nyingine, kwa sababu jambo hili linapelekea kwenye kuchukiana, linapelekea katika kuingiza hasad baina yenu na kupiana migongo na kukatana. Mfano, mtu anakuja anataka kununua bidhaa labda kwa shilingi 10,000, ukamwambia tayari ushakubaliana na huyu, mwambie acha hiyo, mimi nina bidhaa nzuri zaidi kuliko hiyo kwa shilingi 9,000 tu. Haya yanatokea kwa mahali, hiyo acha bwana, kashaingia katika biashara na huyu, acha hiyo bwana, mahali fulani nitakuuzia mimi kwa shilingi 5,000 tu, ukaivunja ile biashara. Haifai. Ukataka kumuuzia wewe kwa bei ambayo ni aqal, sawa. Sura hiyo ya kwanza ni katika sura ya kuvunja biashara. Au wewe unataka kumuuzia mtu kitu, bwana, kitu hiki nakuuzia shilingi 10,000, tayari shilingi nakubaliana na huyu, waja wewe wengine sasa wasema achana 10,000, mimi nitakupa 15,000. wala yabi' ba'dukum ala bay'i ba'd, wala wasiuze baadhi yenu juu ya bei ya baadhi nyingine. Watu washauziana, washafanya biashara, wewe unataka kuivunja biashara yao. Wakunu ibadallahi ikhwana, wakunu, na kuweni ibadallah, ya ibadallah. Hapo huwa ni munada, ni mansubu kwa sababu ni munada na sio khabari ya kana, kwamba hiyo kunu walwao ni ismu yake na ibada ni khabari. La, hapo wakunu, na kuweni, ya ibadallahi ikhwana ndio khabari ya kunu, sawa. Yani wakunu ikhwana ya ibadallahi, kuweni ndugu enyi waja wa Allah. Taamalu muamalata al-ukhuwa, amilianeni muamala wa udugu na kwa mawadda warifqi washafaqa walmulatafa والتعاون في الخير مع صفاء القلوب والنصيحة بكل حال. كونوا إخوانا يا عباد الله، كونوا ndugu enyi waja wa Allah. Almuslimu akhul muslim, muislamu ni ndugu wa muislamu, kwa sababu almu'minuna ikhwatun, innamal mu'minuna ikhwa. Hakika hapana vingine, waumini wote ni ndugu. La yadhlimuhu, muislamu mu'min hamdhulumu ndugu yake muislamu, la yadhlimu, hamdhulumu. Wala yakhdhuluhu, wala hamnyimi nusra, wala yakhdhuluhu, wala hamnyimi nusra. Wala yakdhibuhu, wala hamdanganyi, hamsemei urongo. La yakdhibu alayhi la bitasrih wala bitawriya, si kwa kusema wazi bisarihi alkadhib, wala bitawriya, wala kwa kufanya tawriya akapita huko katika kumdanganya, kwa sababu alkadhib mamnu' bijamii suwari. Urongo, kusema uongo ni mamnu' kwa sura zake zote. Ukaanza kuwadanganya ndugu zako Waislamu, sio jambo zuri. Wala yahqiruhu, wala asimdharau muislamu, asimdharau ndugu yake muislamu. Wala yahqiruhu, wala asimdharau. Attaqwa ha huna, taqwa iko hapa. Attaqwa ha huna, taqwa iko hapa. Wayushiru ila sadrihi, na akawa Mtume sallallahu alaihi wasallam anaishiria kwenye kifua chake 3 marrat, mara 3. Simdharau ndugu yako muislamu. Bihasabi mri'in min ash-sharr, inatosha kwa mtu kuwa ni shari, an yahtira akhahu muslim, an yahtira akhahu almuslima. Inatosha kwa mtu kuwa ni shari kumdharau ndugu yake muislamu, inamtosha. Kwa wewe ni mtu muovu, inatosha, yakfika min ash-sharr an tahqira akhaka almuslim wa tazdariyahu, sawa. Inakutosha kuwa wewe ni mtu muovu, kuwa wewe wamdharau ndugu yako muislamu.
kullu almuslim ala almuslim haram, kila muislamu juu ya muislamu mwingine ni haramu damu yake, wa maluhu na mali yake, wa irdhuhu na heshima yake. Rawahu Muslim. Ujue kwamba mali ya damu ya ndugu yako muislamu ni haramu kuimwaga. Ujue kwamba mali ya ndugu yako muislamu ni haramu kuichukua. Ujue heshima ya ndugu yako muislamu ni haramu kuivunja. kullu almuslimi ala almuslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu, kama qala sallallahu alayhi wasallam fi hadith akhar: ala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hadha wa fi shahrikum hadha في بلدكم هذا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: فدم المسلم حرام لا يجوز أن يسفك بغير حق، ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى الثلاث، كما أخذنا في الحديث المتقدم السابق في أول الدرس. وكذلك ماله كذلك معصوم، فمسلم معصوم الدم ومعصوم المال ومعصوم العرض ما دام مسلما، فلا يجوز أن يغتاب وإن كان عنده شيء من المخالفات، ولا يجوز تسميته إذا أمكن حصول الغرض بغير تسمية، اللهم إلا إذا ترتب على تسميته وتعيينه مصلحة راجحة. نعم، اقرأ الذي بعده. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. نعم. الحديث 36 حديث 36 حديث عظيم كما أنا بسمى الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم: وهو حديث عظيم جامع لأنواع من العلوم والقواعد والأدب. نهي لحديث عظيم، حديث كبوة، حديث تكوف yenye kukusanya aina mbalimbali za elimu na qawaid na adab, kwa sababu katika hadithi hii utaona raghaba fihi madha huquq alislam, amependezesha Mtume صلى الله عليه وسلم haki za Uislamu, wa bitalabi alilmi, na kuitafuta ilmu, wa bilihtimam bi shari'ati as-samaa, na kufanya ihtimam na sharia au desturi ya samaa kutoka mbinguni, min haythu qira'atuhu, kwa kuisoma desturi hiyo, wa fahmuhu, na kuifahamu bali Qur'an, wal amalu bihi, na kuifanyia kazi, wa tablighuhu linnas, na kuifikisha kwa watu. Akasema hapa: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, imepokewa kutoka kwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu kwamba kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema: man nafasa an mu'minin kurbatan, mwenye kumuondoshea mu'min tatizo lolote, min kurabi dunia, katika matatizo ya dunia. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunia, mwenye kumuondolea mu'min tatizo lolote, mwenye kumuondoshea mu'min tatizo lolote katika matatizo ya dunia. Al-kurba manake ni ashidda al-azima allati tuqi sahibaha fi al-huzn wal-gham alladhi ya'khudhu bin-nafs. Al-kurba ni ile taabu kubwa ambayo inamuingiza mtu katika huzuni na gham, na hii ndio maana ya kurba.
Kwa hiyo mwenye kumuondoshia mu'min tatizo lolote katika matatizo ya kidunia, akamlipia madeni yake, akamsaidia katika chakula chake au maradhi yake au kitu chochote katika ambacho kimemtinga muumini huyu, akamfariji, nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumi alqiyama, atamuondoshea yeye Allah matatizo katika miongoni mwa matatizo ya siku ya kiyama. Allah atakulipa na wewe kwa vile ulivyomfanyia ndugu yako, atakulipa kwa kumuondoshea matatizo, naye atakuondoshea matatizo ya siku ya kiyama. Waman yassara ala mu'sirin, na mwenye kumfanyia wepesi, waman yassara ala mu'sirin, na mwenye kumfanyia wepesi mwenye ukata, mwenye uzito. Ndugu yako ana jambo lenye uzito ndani yake, yassara Allahu alayhi fi dunya wal akhirah, atamfanyia wepesi Allah juu yake duniani na akhirah. Yassara Allahu alayhi, atamfanyia wepesi Allah juu yake fi dunya, katika dunia, wal akhirah, na akhirah. Ile jambo jingine kubwa kabisa, mfano kathurat duyunuhu wa athqalatuhu bihaythu la yastati'u sadadaha, mtu amekithiri madeni yake, yamekuwa mazito juu yake kiasi ambacho hawezi kuyalipa, wewe ukamfanyia taisiri. Kama wewe wamdai, basi tuliache kwanza jambo hili mpaka muda fulani, ukimaliza mambo yako mengine utalilipa deni langu. Hii ni katika kuwafanyia wepesi watu wenye uzito. Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisara, na akiwa mdaiwa ni mwenye ukata, basi ni kumgojeleza, amgojeleze mpaka wakati wa ukwasi. Wakati wa kuwa sasa ana wepesi wa kuweza kulipa. Sawa. Kisha akasema waman satara musliman, na mwenye kumsitiri muislamu, satarahu Allahu fi dunya wal akhirah, atamsitiri yeye Allah duniani na akhirah. Kwa hiyo takiwa umsitiri muislamu mwenzako kwa yale uliyoyaona katika madhaifu yake, wewe uyasitiri, kwa sababu ukianza kuzieneza aibu za watu, basi ujue na wewe Allah atakufedhesha. Ya ma'ashara man aslama bilisani wa lam yafdhi imanu ila qalbi la tu'dhu almuslimin, msiwaudhi waislamu, wala tu'ayyiruhu, wala msiwataharize, wala tattabi'u awratihim, wala msifuatie aibu zao, msizifuatishie aibu zao. Fa innahu man tatabba'a awrata akhihi almuslim, kwa sababu mwenye kufuatilia aibu za ndugu yake Muislamu, atakaangalia, amchunguze kasoro zake ziko wapi, tatabba'a Allahu awratahu, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala atazifuatishia aibu zake. Waman tatabba'a Allahu awratahu au man tatabba'a awratahu yafdahuhu walau fi jawfi rahli, na Allah, mtu ambaye Allah atazifuatishia zile aibu zake atamfedhesha ajapo akiwa yuko ndani ya kambi yake, ndani ya nyumba yake, atakufedhesha hapo ulipo, kwa sababu wewe usifuatilia aibu za watu. Wewe ukifuatilia za watu, Allah kufuatilia zako. Sasa asionyeshe kwa watu, waaibika, akufedhesha mbele za watu. Kwa hiyo haifai, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu lahum adhabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, hakika wale ambao wanapenda kuenea uchafu kwa wale ambao wameamini watapata wao adhabu kali katika dunia na akhira, na Allah anajua na nyinyi hamjui. Kwa hiyo man satara musliman, na mwenye kumsitiri muislamu, satarahu Allahu fi dunya wal akhirah, tamsitiri ya Allah duniani na akhira. Wallahu fi auni al-abd, na Allah yuko katika kumsaidia mja. Wallahu fi auni al-abd, na Allah yuko katika kumsaidia mja. Ma kana al-abdu, muda wa kudumu, muda wa kuwa mja, fi auni akhihi, yuko katika kumsaidia ndugu yake. Wewe uko katika harakati na juhudi za kumsaidia ndugu yako, wakati ule Allah na yeye anakusaidia wewe, anakupa msaada, kwa sababu wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan. Kwa hiyo wallahu fi auni alabd, na Allah yuko katika kumsaidia mja. Ma kana alabdu, muda wa kuwa mja, fi auni akhihi, yuko katika kumsaidia ndugu yake. Kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa masala ya taawuni jambo zuri, miongoni mwa hao ni ash-shafa'a li dhawil hajati min at-taawun biha,
kuwaombea watu wenye haja, bwana msaidie mtu fulani, huyu mpe kazi, huyu mfanyie hivi, muondoshee hili, bwana mwache, msamehe. Ukisimamia jambo hilo pia ni katika at-taawun, ukamfanyia shafaa mtu kama wanavyoeleza ahlul ilmi. Anasema Ibn Kathir, man sa'a fi amrin fatarattaba alayhi khair kana lahu nasibun min dhalik, yule atakayehangaikia jambo likapatikana ndani yake khairi juu ya hilo, basi na yeye atakuwa na nasibu katika hilo, kama anavyosema Allah. Maneno haya ameyasema kwenye kauli yake Allah, man yashfa' shafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha, atakayeombea uombezi uliokuwa mzuri basi atapata na yeye nasibu katika uombezi huo. Ibn Kathir akasema maneno haya kwa sababu almu'min lilmu'min kalbunyan yashuddu ba'dahu ba'dha, mu'min kwa mu'min mwingine ni kama jengo moja, baadhi yake inatia nguvu baadhi nyingine. Ukuta huu unausaidia ukuta huu, nguzo inasaidia hili hivi. Kwa hiyo mu'min alivyo ni kama na mu'min mwenzake ni kama jengo moja. Ishfa'u fatujaru, ombeeni, fanyeni shafaa mtalipwa. Kisha akasema man salaka tariqan, na mwenye kuifuata njia, wa man salaka tariqan, na mwenye kuifuata njia, yaltamisu fihi ilman, hali ya kuwa anatafuta katika njia hiyo. Hiyo yaltamisu ni hali hapo ilipo, yaltamisu fihi ilman, hali ya kuwa anatafuta katika njia hiyo ilmu, sahala Allahu lahu, atamsahilishia yeye Allah, bihi, kwa hilo, tariqan ila aljanna, njia ya kwenda katika pepo. Katika chapa zenu zote bihi ipo, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, atamsahilishia yeye Allah kwa hilo la kufuata njia ya kutafuta ilmu, njia ya kwenda katika aljanna. Kwa maana yuradu bihi tashil husulihi ala alilm alladhi huwa tariqul janna, atamsahilishia yeye kuipata hiyo elimu ambayo ndio njia ya kwenda katika pepo, au yusahilu lahu, au atamsahilishia hiyo pepo, idha bitagha bihi wajha Allah alintifaa bihi wal amala bimuqtada, akawa anakusudia kwa hiyo ilmu kutaka wajhi wa Allah subhanahu wa ta'ala, kutoa manufaa kwa watu na kadhalika kuyafanyia kazi mambo kwa muktadha wake, itakuwa ni sababu ya kupata wepesi kuingia katika aljanna. Wal ulum afdalul ilmi kullu al-ulumi siwa al-Qur'ani mashghalatun illa al-hadith wa ilm al-fiqh fi ad-din. Al-ilmu ma kana fihi qala haddathana wama siwa dhaka waswasu ash-shayatin, kama anavyosema al-Imam الشافعي رحمه الله تعالى. هاي kisha anasema wamajtamaa qaumun fi baitin min buyuti llah, na hawakukusanyika watu katika nyumba yoyote miongoni mwa nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, yatluna kitab Allah, hali ya kuwa wanakisoma kitabu cha Allah, yatluna kitab Allah, hali ya kuwa wanakisoma kitabu cha Allah, wayatadarasunahu bainahum, na wanasomeshana baina yao, huyu anamsomesha huyu na huyu anamsomesha huyu, huyu anamfafanulia maana yake. Illa nazalat alayhimus sakina, isipokuwa utawashukia wao juu yao, utawashukia juu yao utulivu. Illa nazalat alayhimus sakina, isipokuwa utawashukia juu yao utulivu. Wa ghashiyatuhumur rahma, na itawafunika wao rahma. وحفتهم الملائكة، نوتوزنبك واو ملائكة. وذكرهم الله، نأتوتاج واو الله في من عنده، فوالي وليوكو kwake atakuwa anawataja pale pana fulani pana fulani pana fulani, anawaambia viumbe almalaul a'la, malaika almuqarrabun, watu wanatajwa huko, wale pale mahali fulani watu wamekusanyika, pale yuko fulani, pale yuko fulani, pale yuko fulani na fulani. Wayubahi bihi, na Allah anajifakharisha kwa watu hao. Haithu taraku alraha walahl walaulad walamwal walishtighalat, pale walipokuwa wameacha raha, wameacha mali, wameacha watoto, wameacha ahli zao, wameacha ishtighalati zao. wajtama'u yatadarasuna kitab Allah fi baitin min buyuti, na wakawa wamekusanyika
wanakisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala katika nyumba miongoni mwa nyumba zake. Fahaulai yadhkuruhumullahu fi man indahu dhikra mubahat, hawa Allah subhanahu wa ta'ala atawataja mbele zake kutaja kwa mwenye kujifakharisha. Kwa sababu wakati kama huu watu wako njiani kwa barabarani wanatafuta maisha, jambo ambalo wewe waliweza, kwa sababu unayo miguu, unayo macho, unao mdomo, nguvu unazo, nasiha unayo, waweza kufanya kama wanaofanya wao. Kwa nini umeacha? Kwa ajili ya jambo hili. Au wengine wao katika maasi, wamekaa kwenye vilabu, wamekaa kwenye maskani, wanafanya maasi. Wewe ukwenda na hali ya kuwa uwezo wa kufanya hivyo unao, pengine una nguvu kuliko wao, pengine una pesa kuliko wao, waweza kuyafanya maasi hayo zaidi ya wao, lakini ukayaacha kwa ajili ya kukusanyika kwenye hilo. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akiwaona watu hao, yeye hujifakharisha nao, tena mbele ya malaika watukufu huko anawataja kwa kheri. Waman batta bihi amaluhu, na yule ambaye imemchelewesha amali yake. Waman batta bihi amaluhu, na yule ambaye imemchelewesha amali yake. Amali yake haikumfanyia haraka, haikumpeleka mbele, haikumsogeza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waman batta bihi amaluhu, yani taakhara bihi amaluhu, amali yake imemchelewesha. Lam yusri bihi nasabuhu, haitampeleka haraka, haitamsogeza mbele nasabu yake. Lam yusri bihi hasabuhu, lam yusri bihi nasabuhu, haitamsogeza mbele nasabu yake, haitamfanyia haraka nasabu yake. Sawa, ukaona kwamba kwa sababu mimi au yule ni mtoto wa fulani bin fulani, na fulani bin fulani mtu mkubwa, wali min awliya illah, alim min ulama almuslimin, hilo halitamsaidia kitu. Kama ingekuwa amali inaweza kusaidia, basi ingemsaidia Abu Lahab na Abu Talib. Abu Lahab na Abu Talib. Abu Lahab ni ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, baba mmoja na baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini ndio yule ambiwa tabbat yada abi lahab wa tab, baba mmoja na Abdullah. Abu Talib baba mmoja mama mmoja na Abdullah, baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini hakuwasaidia chochote. Lakini angalia imani na amali ilivyomsaidia Salman. Salman ni mpeshi ya Mwajemi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema Salmanu minna ahli albayt, Salman ni katika sisi ahli albayt, mtu mbali kabisa. Amali imemsaidia ikampeleka mbele, na mtu wa karibu kabisa ikamtupa mbali huko katika aljahim, wal-iyadhu billah. Man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala yasema man kana amaluhu naqisan, yule ambaye amali yake ilikuwa ni pungufu, lam yalhaquhu bi martabati ashabi al-a'mal, ikawa haikuweza kumfikisha katika martaba ya ashabi al-a'mal, fayambaghi alla yattakila ala sharafi an-nasab, basi anatakikana asiwe ni mwenye kutegemea juu ya utukufu wa nasab wa fadilati al-aba'i, na utukufu wa mababa, ويقصر في العمل، na akafanya taksiri katika amal, asifanye hivyo. ويشهد لذلك قوله جل وعلا ولكل درجات مما عملوا، na kila mmoja atapata katika wao daraja ya kile walichokitenda. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، litakapopuliziwa baragumu, parapanda likipuliziwa, basi hapana nasabu baina yao. Sasa katika nasabu zote siku hiyo, na wala hawataulizana, hakuna ukumuuliza huyu, kila mmoja ataangaliwa na jambo lake. la amruka mal insanu illa bidinihi fala tatruki at-taqwa ittikala ala an-nasab laqad rafa'a al-islamu Salman Farisi wa qad wada'a ash-shirka an-nasiba Aba Lahab. Alishasema msemaji mmoja, na hapa hakuwa mtu isipokuwa kwa dini yake. Usiache takwa kwa kutegemea nasab, kwa sababu Uislamu ulimnyanyua Salman al-Farisi ukamweka juu kabisa. Waqad wada'a ash-shirku, shirki imemtweza an-nasiba Aba Lahab, mtu mwenye nasabu ambaye ni Abu Lahab, ikamtweza ikamweka chini kabisa. Sayasla naran dhata lahab, Abu Lahab
nasallallahu alaihi wasallam. Kwa inshallah katika darasa ya kesho tutasoma alhadithu as-37 mpaka hadithi ya 42. Itakuwa ndio mwisho wa darasa yetu wa kitabu hiki. Kesho tutakatumalizie kitabu hiki, hadithi zilizobakia, hadithi ya 37, 38, 39 na 40, 41 na 42, hadithi 6. Kabla ya kwenda kwenye Riyadhus Salihin, kwa sababu kitabu kinachofuatia nakia mtafute kitabu al-usbu' al-qadim, tutaanza Riyadhus Salihin, lakini tutaka kuhakiki juu ya tarjuma tunazitaja. Kwa nitamsikiliza mmoja mmoja, soma hadithi 2, soma hadithi 3, soma hadithi 1, soma hadithi hivyo. Tusikiliza hapa tuhakiki haya tunayosema tunayasomesha ndio yanayopokewa au kila mmoja kabeba lake kwenye kichwa chake. Yakitengelea haya tutakuwa ni sahali kuingia katika Riyadhus Salihin. Yasipotengelea tutarudi tena upya kwanza au tutasimama kwanza mpaka mtengeneze kile kinachotakiwa. Mnaelewa ninachosema? Kwa hiyo ni nyinyi mtatufanya twende haraka au turudi nyuma. Lakini muandika wapatiliza. Alhamdulillah, barakallahu fikum. الثاني عشر من ربيع الأول سنة 44 و400 بعد 1000 من الهجرة النبوية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.